Mpendwa Padre Trasius Rutajama, wapendwa baba zangu, mama zangu, kaka zangu, dada zangu, Karumna na Kanyanyazi, omukama murungi obude bona. Wazo letu la leo, umefunguliwa. Tunasoma katika Injili ya Luka sura ya 13 mstari wa 10 hadi wa 17. Siku ya Sabato Yesu alikuwa akifundisha katika sinagogi mojawapo, na tazama, palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka 18, naye amepindana, hawezi kujinyosha kabisa. Yesu alipomuona alimuita akamwambia, mama, umefunguliwa. Na sisi leo mbele ya Ekaristi Takatifu tunaomba tusikie hilo neno, mama umefunguliwa, baba umefunguliwa, binti umefunguliwa. Ndilo tunachokiomba leo tukiwa mbele ya Ekaristi Takatifu, tukiwa mbele ya Yesu wa Ekaristi. Huyu mama kwa miaka 18 alikuwa amepindana. Neno lilotumika katika Kiswahili ni kupindana. Alikuwa amejikunja, alikuwa anatembea kama mnyama, anatembea ameinama chini, hakuweza kutazama juu, hakuweza kutazama jua, hakuweza kutazama watu warefu, hakuweza kukumbatia mtu yeyote, hakuweza kuinua hata mkono wa kwaheri. Alikuwa amepindana, alikuwa amejikunja. Ni miaka 18. Lakini cha ajabu, huyu mama alikuwa akosi kwenye sinagogi. Anatembea kwa shida, lakini miaka 18 akosi kwenye sinagogi. Unakumbuka Yesu tulimsikia akiwa hekaluni akiwa na umri wa miaka 12. Leo tunamsikia kwa nguvu tena akiwa kwenye sinagogi. Ukihesabu alipokuwa hekaluni akiwa na umri wa miaka 12, ameanza kuhubiri akiwa na miaka 30, ni miaka 18 imepita. Hiyo miaka 18 ya Yesu na miaka 18 ya mama inaongea kitu fulani. Sitaki kuingia huko. Sasa kuna jambo la kwanza, tenda. Yesu alitenda. Ni Sabato, akatenda wema. Sheria ilikuwa iruhusu mambo mengi yatendeke siku ya Sabato, lakini yeye akatenda wema na akapata upinzani. Yuko sinagogi wanampinga, wanasema siku ya Sabato kwa nini umponye mtu? Na yeye akasema siku ya Sabato mifugo yenu, ng'ombe wenu wakidondoka kwenye shimo, si mnawatoa siku ya Sabato? Wapige kwa fimbo yao. Yani akawapiga kwa fimbo yao. Bwana, lakini alitenda. Naomba na sisi tujifunze kwake kutenda. Alitenda wema. Wema hauozi, wema huangamizwi, uovu na muda wake mfupi, wema hudumu milele. Hilo jambo alilolitenda limedumu hata leo. Jua alizuiwi na mawingu kama wema uzuiwi na chuki. Wema unaangaa hata katikati ya uhasama. Wema unaota matunda ya furaha, upendo na kuthamini. Anayepanda wema anavuna urafiki. Wema unarudi, ni kama kupwa na kujaa kwa maji. Wema unarudi, ni kama kumpulizia mtu perfume, lazima upate matone kidogo. Bwana Yesu Kristo alimponya mwanamke aliyekuwa ameikunjika asiweze kusimama wima siku ya Sabato. Wema hauna siku, wema hauna ratiba, wema hauna Jumapili, wema unatendeka wakati wowote. Lakini mwisho wema ulishinda, ingawa alipingwa. Yesu aliwaeleza kwa mfano rahisi waliokuwa wanapinga kutenda mema siku ya Sabato, kuwa kama wanavyowajali wanyama wao siku ya Sabato, kwa nini binadamu wasimjali? Hata kama wema wako unapata upinzani, tenda wema kwa moyo vyovyote vile. Ningeomba nitoe nukuu ya Bwana Kent M. Keith alivyosema
juu ya kutenda wema. Alisema hivi, naomba msikilize vizuri. Ukifanya mambo mazuri, watu watakushtaki kwamba una nia ya kujinufaisha iliyofichika. Fanya mazuri vyovyote vile. Ukifanikiwa, utajipatia marafiki wasiokuwa wa kweli na maadui wa kweli, lakini fanikiwa vyovyote vile. Kitu kizuri utakachofanya leo kitasauliwa kesho, lakini fanya jambo zuri vyovyote vile. Ukweli na uwazi vinaweza kukufanya udhuriwe. Kuwa mkweli na muwazi vyovyote vile. Watu wakubwa wa kike na wa kiume wenye mawazo makubwa wanaweza kushushwa na watu wadogo wenye mawazo madogo. Fikiria makubwa vyovyote vile. Watu uwapenda wanaoonewa, lakini uwaiga washindi tu. Pigania wanaoonewa vyovyote vile. Kile utakacho kitumia miaka mingi kukijenga kinaweza kuharibiwa siku moja. Jenga vyovyote vile. Ipe dunia lililo bora ulilonalo na utakabiliwa na upinzani. Ipe dunia lililo bora vyovyote vile. Aliandika Kent Keith, mwandishi, msomi na kiongozi wa taasisi za elimu kutoka Marekani. Anafundisha kuwa wema haupaswi kutegemea shukrani wala sifa za watu. Tunapaswa kufanya mema kwa sababu ni sawa kufanya mema, si kwa sababu tutalipwa au kupongezwa. Mtu anaweza kuendelea kuwa mwema, mkweli na mwenye upendo hata katika dunia yenye chuki na unafiki. Yesu alijua wangemshtumu kwa kuvunja Sabato, lakini alitenda mema vyovyote vile. Kwa hiyo ukifanya mambo mazuri, watu watakushtaki, lakini fanya mazuri vyovyote vile. Yesu alitenda mema vyovyote vile. Mwanamke huyu aliendelea kuamini vyovyote vile, na Yesu akafanya uponyaji vyovyote vile. Naomba na sisi endelea kutenda wema. Wema hauozi. Wema hauozi. Mwambie jirani yako umefunguliwa. Mwambie tena umefunguliwa. Unajua kuna minyororo ambayo haionekani. Kuna magereza ambayo hayaonekani. Padri Pedro Arupe alikuwa kama mkuu wa shirika la Wajesuiti kwa miaka 15. Mwaka 1926 akiwa mwanafunzi mahiri wa tiba katika chuo kikuu cha Madrid, wiki chache baada ya kifo cha baba yake, familia yake iliamua kwenda Lourdes alipotokea Bikira Maria. Wakiwa huko, waliona familia moja wanamsukuma kwenye kiti chenye magurudumu kijana wa miaka 20. Amepooza, ana ugonjwa wa polio. Wakiwa kule Lourdes, askofu alikuwa anaongoza ibada ya kuabudu. Akaanza kuzunguka akiwa na Yesu wa Ekaristi. Anamtembeza kwenye monstrance. Wale wanafamilia wakajipanga karibu. Na yule mama alikuwa anasali, mama wa mtoto. Yule kijana akamtazama Yesu katika Ekaristi takatifu kwa imani kubwa. Walishangaa, waliona kijana anaruka, amepona. Na watu wakaanza kusema muujiza, muujiza, muujiza. Huyo kijana ambaye alikuwa anasoma katika chuo cha medicine akaacha chuo, akajiunga na shirika la Majesuiti. Baada ya kuona huo muujiza akawa padri. Yule kijana alifunguliwa wakati wa kuabudu Yesu wa Ekaristi. Naomba leo hii tumuombe Yesu atufungulie, na yeye atuambie kama alivyomwambia yule mama, umefunguliwa. Na kabla ya kumfungua kwa nje kimwili, alimfungua kiroho. Alimuita yule mama, njoo. Na yeye tunaomba Yesu atuite. Kwanza kuna mambo mengi anaona. Alimwona yule mama, akumwona tu kama mgonjwa, akumwona kama mlemavu.
alimuona baadaye mwenye afya, alimuona. Pili, anakumbuka. Imepita miaka 18, mama anaomba, anakumbuka. Kama tunavyosoma katika kitabu cha Mwanzo, Biblia inasema Mungu akamkumbuka Raheli, akapata mtoto. Raheli ama Rachel akuwa na mtoto, miaka inapita. Anaomba Mungu ampe mtoto, apate mtoto. Biblia inasema Mungu akamkumbuka. Mungu anakumbuka. Imepita miaka 18, mama anaomba. Huenda mimi na wewe tuna jambo tunaliomba, imepita miaka 2 hujalipata, unakata tamaa. Mama huyu ameomba miaka 18. Miaka 18 na anaenda kanisani. Kuna watu wengine hajafua nguo anakosa kwenda kanisani. Mama huyu ni mlemavu. Mama huyu anatembea kama punda, kama ng'ombe, ametazama chini, hawezi kutazama juu, lakini anaenda kanisani. Sasa mtu nguo hazijafuriwa, kwani kuna mashindano ya kutazama urembo, ya kutazama nguo, mashindano ya nguo, lakini huyu hakukosa kwenye sinagogi, alienda. Na Yesu anaona. Jambo lingine, utarejeshewa. Akamrejeshea ardhi, akamrejeshea heshima, akamuita binti Ibrahim, akamrejeshea heshima yake, akamrejeshea ardhi. Akumuita mgonjwa, akumuita mlemavu, akumuita mgonjwa wa polio, ni binti Ibrahim, binti wa Ibrahim, binti wa ahadi alizompa Ibrahim Mwenyezi Mungu. Na wewe nakwambia heshima yako itarejeshewa. Mwambie jirani yako utarejeshewa. Mwambie utarejeshewa heshima. Mwambie utarejeshewa hadhi. Kwa hiyo umefunguliwa. Tuna sakramenti 2 zinazotufungua. Sakramenti ya kitubio na sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Katika maisha kuna minyororo ambayo hatuioni. Tuna magereza ambayo yanatufunga. Kuna watu hawatembeleani, hawaingiliani kwa sababu kuna ugomvi kati ya babu na babu wa jirani. Tumefungwa. Mtu anafiwa uwezo ukamtembelea kwa sababu kuna ugomvi kati ya babu na babu. Ni vifungo. Ni magereza, haina nondo, haina kuta, lakini tuko kwenye magereza. Leo tumwambie Yesu atufungue, na yeye bila shaka atasema umefunguliwa. Tunahitaji sakramenti ya kitubio, lakini tunahitaji sakramenti ya Ekaristi Takatifu tufunguliwe. Huyu mama alifunguliwa. Akuweza kukumbatia mtu, akuweza kusema hai, akuweza kumwaga mtu. Alikuwa amefungwa, mwili umefungwa, lakini Yesu akamfungua kiroho kwanza, baadaye akamfungua kimwili. Tunafunguliwa kiroho katika sakramenti ya kitubio, tunafunguliwa kiroho katika Ekaristi Takatifu. Tumwombe Bwana yetu Yesu Kristo aseme lile neno alilomwambia yule mwanamke, umefunguliwa mama. Atuambie umefunguliwa baba, umefunguliwa binti, umefunguliwa mtoto. Tumsifu Yesu Kristo.